Karibu sana mtazamaji wa Kasako Media na hii ni Kasako Habari. Jina langu ni Rajab Musa ambaye nitakuletea habari kitaifa, kimataifa, michezo na burudani. Kwa kuanza tutaanza na habari kitaifa. Dar es Salaam. Mahakama Kuu Masjala ndogo ya Dar es Salaam imetangaza kuwa itatoa uamuzi wa maombi yanayomhusu aliyekuwa balozi wa Tanzania nchini Cuba Alfred Polepole Ijumaa ijayo ya Oktoba 24, 2025. Maombi hayo yanahusu ombi la kufikishwa mahakamani au kuachiwa kwa dhamana baada ya upande wa Polepole kuhoji uhalali wa kizuizi chake bila kufikishwa mahakamani. Mahakama imekamilisha usikilizaji wa hoja za pande zote kwa njia ya maandishi na sasa inasubiriwa kutoa uamuzi utakaobainisha iwapo ataachiwa huru au ataendelea kushikiliwa kwa mujibu wa sheria. Polepole ambaye pia aliwahi kuwa mbunge wa Kijitonyama na katibu wa itikadi na uenezi wa Chama cha Mapinduzi CCM amekuwa akishikiliwa kwa muda ambao haujawekwa wazi, jambo lililozua mjadala mpana miongoni mwa wadau wa sheria na siasa. Macho na masikio ya Watanzania sasa yameelekezwa Mahakama Kuu ambapo uamuzi wa Ijumaa ijayo unatarajiwa kutoa mwanga kuhusu haki za msingi za kisheria na taratibu za kuwashikilia watuhumiwa nchini. Dodoma. Katibu Mkuu Ofisi ya Rais, Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora, Bwana Juma Mkomi ametangaza kuwa serikali imetangaza nafasi mpya 41,500 za ajira kwa mwaka wa fedha 2025-2026. Kati ya hizo, walimu nafasi 12,176, afya 10,280, kilimo 470, mifugo 312, uvuvi 47, ulinzi, polisi, magereza, zimamoto na uhamiaji 7,000. Kada ya nyongeza ni 11,022. Akizungumza Oktoba 11, 2025 jijini Dodoma, Bwana Mkomi alisema utekelezaji wa ajira hizo umeanza mara moja, huku Secretariat ya ajira ikiendelea kukamilisha ajira za mwaka uliopita 2024-2025. Alibainisha kuwa kati ya ajira 45,000 za mwaka 2024-2025 tayari 30,863 zimekamilika, 6,701 zipo katika hatua ya kupangiwa vituo na 7,836 zitakamilika ifikapo Novemba 2025. Aidha, usaili wa waombaji utafanyika katika kila mkoa wa Tanzania bara na vituo maalum Zanzibar ili kurahisisha ushiriki wa wananchi. Barua za ajira zitapatikana kupitia akaunti za ajira plot. Bwana Mkomi alisema serikali inaendelea kupunguza upungufu wa zaidi ya watumishi 270,000 na itaendelea kuboresha mifumo ya kiutendaji ili kuongeza uwajibikaji na ufanisi. Alimaliza kuwataka watumishi wa umma kuendelea kutoa huduma bora kwa wananchi. Tanga. Mahakama Kuu Kanda ya Tanga imemhukumu Hamis Jamali mwenye umri wa miaka 22 na Abdul Sebo mwenye umri wa miaka 20, wakazi wa Mbugani, kifungo cha maisha jela kwa kosa la kulawiti msichana wa miaka 16 mkazi wa Makanjuni. Tukio hilo lilitokea Disemba 26 mwaka 2023 na watuhumiwa walikamatwa siku iliyofuata baada ya kesi kusikilizwa chini ya Jaji Kobelo. Mahakama iliwakuta na hatia na kuwahukumu Oktoba 16, 2025. Na kufikia hapa ni mwisho wa habari kitaifa. Karibu sana mtazamaji wa Kasako Habari. Hizi ni habari za kimichezo na burudani kitaifa na kimataifa. Jina langu Amina Diaga. Ni weekend ya moto kwa wawakilishi wa Tanzania kwenye michuano ya kimataifa CAF, ambapo timu zote zitakuwa ugenini kusaka ushindi muhimu kwenye mechi zao za mzunguko wa kwanza. Young Africans, mabingwa wa ligi kuu soka Tanzania bara msimu uliopita, watakuwa nchini Malawi kuivaa The Bankers Silver Strikers katika mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika. Ni safari nyingine ya kikosi cha Young Africans chini ya Romain Folz kitakachokuwa kikisaka matokeo mazuri kabla ya mechi ya marudiano jijini Dar es Salaam itakayochezwa wiki ijayo.
Kwa upande wa watani wa jadi wa Young Africans kwa maana ya Simba Sport Club, wao watakuwa na kazi dhidi ya Nsingizini Hotspurs nchini Eswatini. Simba wataingia kwenye mchezo huo wakiwa na rekodi nzuri kimataifa, huku mashabiki wakisubiri kuona makali ya meneja mpya wa kikosi hicho Dimitar Pantev. Katika mchezo wao dhidi ya Nsingizini, Simba watakosa huduma ya kipa wao namba 1 Musa Kamara, ambaye anaendelea kuuguza majeraha yake aliyoyapata katika mchezo wa kimataifa dhidi ya Gaborone United mwezi uliopita, na jukumu la kusimama katika lango litabaki na makipa waliopo kwa maana ya Yakubu Selemani na Hussein Abel. Kwa upande wa kombe la shirikisho barani Afrika, KMKM wa visiwani Zanzibar wao watakuwa nyumbani pale visiwani Zanzibar wakiwakaribisha Azam FC katika pambano la majirani hawa. Ingawa wote ni timu za Tanzania, hii itakuwa safari ya ugenini kwa Azam FC kwa mujibu wa ratiba ya CAF. Ikumbukwa kuwa timu zote za Tanzania zinaanza mechi hizi kwa kucheza ugenini, hivyo matokeo mazuri yatawapa nguvu kuelekea mechi za marudiano wiki ijayo kwenye viwanja vya nyumbani. Mashabiki wanatarajia burudani ya ushindani mkubwa, huku matumaini yakiwa juu kwa kila timu itakayofanya vizuri na kusonga mbele hatua ya makundi katika mashindano hayo. Naam, hizo ni habari za kimichezo upande wa kitaifa, na sasa tuelekee kimataifa. Klabu ya Bayern Munich imeanza msimu 2025-26 kwa kasi ya kipekee chini ya kocha mpya Vincent Kompany, ikiwa imeshinda mechi zote 10 kwenye michuano yote. Huu ni mwanzo wao bora zaidi tangu walipojiunga na Bundesliga mwaka 1965. Wakiwa na rekodi ya ushindi wa mechi 8 mfululizo za ligi, Bayern Munich wanakutana na Borussia Dortmund wakiwa na morali ya juu baada ya kufunga mabao 25 katika mechi 6 za mwanzo, ikiwemo mechi 7 za mwisho walizoshinda kwa mabao 3 na zaidi. Mabingwa hao wa kihistoria pia wanaongoza kwa kutopoteza mechi 15 mfululizo katika ligi 5 bora Ulaya, huku wakishinda mechi 5 za mwisho nyumbani bila kuruhusu bao. Wakati huo kocha wa Bayern Munich Vincent Kompany amekiri kuwa hana mchango wa moja kwa moja kwenye kuimarika kwa kiwango cha mshambuliaji wake Harry Kane. Vincent alisema yeye mwenyewe ndiye aliyefungua kiwango hicho kipya. Amefanya hivyo katika maisha yake yote ya soka. Maendeleo yake yanatokana na suala la kisaikolojia. Amefanya kazi kila mwaka, labda pia imemsaidia. Hakuwahi kushinda mataji kabla, jambo lililomfanya abaki na njaa ya mafanikio ambayo hakuonekana kuwa mchezaji wa changa. Vincent amesema hayo wakati akiwa anaelekea kwenye mchezo wa dabi dhidi ya Borussia Dortmund wiki hii, mchezo utakaopigwa Allianz Arena, Bayern Munich wakiwa nyumbani. Shirikisho la soka duniani FIFA limezindua mfumo mpya uitwao FVS, Football Video Support, kama mbadala wa teknolojia ya VAR kwa mashindano yenye rasilimali chache za kamera na vifaa vya kisasa vinavyotumika katika teknolojia hiyo. Katika mfumo huu kila timu hupokea kadi 2 za rangi tofauti, yani blue pamoja na zambarau, ambazo hutumiwa na makocha kuomba uchunguzi wa video pale wanapopinga uamuzi wa mwamuzi. Baada ya ombi hilo, mwamuzi utazama tukio kwenye kifaa maalum, yani monitor itakayokuwepo pale uwanjani na kutoa uamuzi wa mwisho. Kila kocha anaruhusiwa kufanya mapitio mawili, yani review, katika mchezo, lakini ikiwa uamuzi wa mwamuzi utabadilishwa, basi timu haitapoteza nafasi yake ya kufanya tena mapitio. Mfumo wa FVS utatumiwa tu kwa makosa ya wazi na dhahiri, ikiwemo magoli, penalty, kadi nyekundu za moja kwa moja au makosa utambulisho wa mchezaji. Mwenyekiti wa kamati ya waamuzi ya FIFA Pierluigi Collina amesema lengo la mfumo huu ni kuisaidia mashindano yenye vifaa vichache vya kiufundi na haupaswi kuchukuliwa kama toleo la VAR, bali ni mfumo msaidizi wa marefa. FVS ilitumika kwa mara ya kwanza katika kombe la dunia chini ya umri wa miaka 20 kwa upande wa wanaume kwenye mchezo kati ya timu ya taifa ya Morocco dhidi ya Uhispania uliochezwa Septemba 28 ya mwaka huu, ambapo timu ya taifa ya Morocco ilifanikiwa kupata ushindi wa mabao 2-0. Kocha wa Morocco Mohamed Wabi alitumia mfumo huo kupinga penalti dhidi ya timu yake, na baada ya mwamuzi kutazama video na kuamua penalti hiyo kufutwa. Na hiyo ndio taarifa za kimichezo kimataifa kutoka hapa Kasako Media, na nilokusogezea taarifa hii mimi Mohamed Defense. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii Instagram, Facebook, Twitter na TikTok, andika Kasako Media. Pia usisahau kusubscribe chaneli yetu ya Kasako Media wa kwanza kuhabarika zaidi.
Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.